Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi. Kwanza nianze kumshukuru Mungu jioni ya leo kwa sababu ya nafasi hii ya kuwepo hapa. Lakini pili, nitoe shukrani zangu za kwanza kabisa kwa Waziri Mkuu, maana nimeiona Mheshimiwa Mwenyekiti bajeti hii ambayo ametusomea hapa na tumeona kila sekta katika eneo hili la ofisi yake. Lakini nawapongeza pia mawaziri wale kwenye ofisi yake, Mheshimiwa Lukuvi, Mheshimiwa Idhiwani. Niwapongeze pia na manaibu wawili ambao kwa kweli wako kwenye wizara hii wakisaidiana na Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waziri Mkuu ametusaidia sana kwenye maeneo yetu. Kazi yake ameifanya effectively, yani kwa usahihi sana. Mimi kwa jimbo langu ameshawahi kuja kuweka jiwe la msingi la halmashauri ambayo kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti imetutoa aibu. Maana yake tulikuwa tunakwenda kilomita zaidi ya 50 kutafuta halmashauri. Leo hii ninampongeza Mheshimiwa huyu Waziri Mkuu kwenye bajeti yake hii yeye mwenyewe ambayo kwa kweli huwezi kuamini Mheshimiwa Mwenyekiti imegusa nyanja mbalimbali. Lakini kwanza nimpongeze pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe kwa kumteua na kumweka hapa ambako kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti bajeti hii ameleta leo na kuisoma. Mimi kama mbunge wa jimbo la Mbulu Vijijini naridhika na bajeti hii na kuanza kuiunga mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sio mtu anayeweza kusifia sana, lakini leo naomba nisifu hii kwa sababu nimeiona na imetusaidia kwa kipindi hiki ambako mimi nimekuwa mbunge wa jimbo la Mbulu Vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia maeneo mengi ambayo Mbulu Vijijini tulikuwa tunahitaji, bajeti hii imegusa. Lakini kabla ya hapo pia katika miaka hii minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeguswa Mbulu Vijijini kwa maeneo mengi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia eneo ambalo lilikuwa na shida kubwa ilikuwa ni namna ya kumtua ndoo mama kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Mbulu Vijijini zina kata 18. Na hivi ninavyozungumza kila kata ina mradi ambao umeletwa na serikali kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ambako miradi hii inakwenda kuwasaidia wananchi wa jimbo la Mbulu Vijijini. Ni kweli yako maeneo mengine hayajafikiwa, lakini juzi hapa Mheshimiwa Mwenyekiti tumesaini mkataba wa kujenga kituo kikubwa cha maji ambao maarufu tunaita kwa jina la Dambia. Inakwenda kufikia vijiji 21. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na vijiji 76, lakini mradi huu unakwenda kumaliza kero kwenye vijiji 76 ukiwepo mji mkubwa ambao tunaita wa Haidom ambao kuna hospitali kubwa ya rufaa pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, unaposema ukimaliza kazi unavyoshwa taji kwa sisi tunaoabudu kwenye Biblia, huwa ni kwamba kabisa mama huyu anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri, kwa kweli anatakiwa kuonyesha taji kutokana na jinsi ambavyo anakwenda kutusaidia kwenye eneo la maji. Lakini pia nimpongeze pia Waziri wa Maji, na amekuja jimboni kwangu, amesaidia kuipeleka ile mradi ambayo kimsingi ilikuwa imekwama na sasa miradi ya maji inaendelea. Ninajua kuna visima vichache 5 ambavyo tunatakiwa kuvichimba, 4 vimeshachimbwa bado kimoja. Na hii ilikuwa imaliziwe tu na juzi, bahati mbaya kulikuwa na mvua ambayo najua haikuweza kufika gari la kuchimba, lakini naamini baada ya muda atamalizia kile kisima kimoja. Jinsi hii ndio maana leo nashukuru hapa kwa eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako maeneo mengi leo tunapaswa kushukuru sana serikali. Unajua Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Wakristo tunaposali, tunaposoma Baba yetu uliye mbinguni, tunamsifu Mungu. Alafu ukisema jina lako litukuzwe, unamsifu Mungu. Alafu kusema mapenzi yako yatimizwe, unamsifu Mungu. Lakini kuna mahali unasema utupe riziki za kila siku. Hapo maana yake unaweka ombi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini nasema hivi? Mimi flatie leo ninasifu hapa ili baadaye niweke ombi. Na kila mtu anataka sifa. Kwa nini nasema hivi? Kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anataka sifa, amesema kwenye mistari yake ile ya kwanza. Na hii sala amesema, ukisoma kwenye Yohana anasema hii ni sala kuu aliyefundisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaposema hii sala manake namsifu Mungu. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan namsifu kwa sababu na yeye pia ana roho, ni binadamu, naye anataka sifa. Kwa nini nasifu Mheshimiwa Mwenyekiti? Sio nasifu tu kwa sababu nasifu, hapana. Nasifu kwa sababu tumepata jambo. Lilo tupatikana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa jimbo la Mbulu Vijijini. Nimekuja bungeni hapa, kuna vijiji 9 vyenye umeme. Leo vijiji 76 vina umeme jimbo la Mbulu Vijijini na kata zake 18. Hasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muungano ni vitendo. Lakini ukiangalia hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Samia ametusaidia kwenye shule mbalimbali.
Kwenye jimbo la Mbulu vijijini kulikuwa na shule za sekondari 15, lakini sasa hivi tuna shule ya sekondari 21. Ziko shule ambazo zimemea, mheshimiwa mwenyekiti, huwezi kuamini. Kuna shule ya Masieda imejengwa, imekamilika. Unatoka mwanzo mpaka mwisho unamalizika. Lakini kuna shule ya Haydom pale inaitwa Basonyagwe, inajengwa mpaka mwisho, mheshimiwa mwenyekiti, inakamilika. Lakini kuna shule ya Eshkesh imejengwa, na hata sasa hivi na wasiwasi wanafunzi wanaweza wasijaze shule hiyo. Lakini pia ziko shule zinazojengwa, mheshimiwa mwenyekiti, za amali pale Bashai. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye eneo la elimu tu tumepata bilioni 11. Ni jambo la kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Lakini ukiangalia eneo la TARURA, mheshimiwa mwenyekiti, TARURA tulikuwa tunapewa sisi milioni 666, lakini sasa hivi tunapewa bilioni 4 kwa mwaka. Nafikiri huu ndio wakati mwafaka wa kusema ukweli. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi kule ni wakulima wa vitunguu, wakulima pia wa mahindi, lakini wakulima pia wa mbaazi, na wakulima pia wa maharage, na wakulima wa dengu. Leo hii bajeti ya kilimo imeshakuja na bilioni 19. Tunakwenda kukarabati majosho, lakini pia tunakwenda kukarabati mabwawa, lakini tunakarabati skimu yenyewe ya Mongai, tunaenda kujenga skimu ya Mongai, tunakarabati skimu ya Mangisa na Dongobesh, lakini tunajenga skimu mpya ya Dirim. Mheshimiwa mwenyekiti, anayasema yameandikwa na yapo. Ndio maana naipongeza bajeti hii ambayo najua kwamba inaenda kusaidia kwenye eneo la uzalishaji kwa maeneo yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, haya nayosema ni kwa sababu tu tumekwisha kupata. Lakini ukiangalia kwenye eneo la mitandao au minara ya simu, mheshimiwa mwenyekiti, leo hii kuna maeneo kwetu ambayo yalisahaulika kabisa. Lakini leo katika maeneo ya Dachini, Eshkesh, Endagichan, Masieda na maeneo mengine ambayo nikitaja mheshimiwa mwenyekiti ni vigumu hata kunywa wewe kukumbuka, lakini ukweli amepata minara ya simu na watu wanasikilizana. Leo kwa wale watu wanaojua kule kwetu, tuna kabila linaloitwa Wahadzabe. Walikuwa hawawezi kabisa kuwasiliana kwa simu, lakini leo hawanakaa porini, na wakiwa kule wanasikilizana na mambo yanaenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, najua nimpongeze pia mheshimiwa waziri mkuu, kwa sababu leo nimeongea naye na kuna jambo zuri ambalo tumeshaambiana pale, na waziri husika wa TAMISEMI ametupatia pesa milioni 100 ya kujenga ya kukarabati barabara ambayo tuliomba sana, hii ya kutoka Maretadu kwenda Haydom. Ilikuwa barabara ya halmashauri, hali yake ilikuwa mbaya, lakini kutokana na hali hii amekubali kusaidia hiyo barabara. Mheshimiwa mwenyekiti, nyingine ni shukuru pia serikali nayo imekubali kujenga barabara ya Haydom kuja Labai, na hivi karibuni ilisimama kwa sababu ya kukosekana kwa pesa. Lakini nakwambia leo hii nimepata ahadi ya kutosha kwamba mkandarasi ameambiwa arudi site ili barabara iendelee kujengwa. Mheshimiwa mwenyekiti, tangu uhuru kama barabara haikuwa imejengwa kabisa. Leo Dr. Samia amekubali, tumetia sahihi, amerudi mkandarasi site, anaendelea kujenga barabara. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, kwa muungano ni vitendo. Ni vizuri kusema asante. Unajua ukisema asante mheshimiwa mwenyekiti, basi maana yake unapewa nyingine. Mimi nishukuru sana serikali hii ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hapa tulikofika mheshimiwa mwenyekiti. Mimi nilikuja bungeni huku, nilikuwa na mchecheto kweli kweli, na wewe ulikuwa hapo siku moja na uliona mambo yalivyokuwa hapa. Nikajaribu kungangania bajeti ya Wizara ya Ujenzi, lakini mama akasema huyu kijana atavunjika kiuno, ngoja nimsaidie. Akatuwekea mambo, akaambiwa kasaini mkataba na mama huyu. Hebu afikirie mheshimiwa mwenyekiti, kwa kina wazazi wengine unaweza kuwa mtundu akakutolea nje, lakini mama baada ya kuwa mtundu bungeni hapa, naona kumbuka spika alikaa hapo akanivumilia. Na mimi nimshukuru sana kiti chako mheshimiwa spika Dr. Tulia Ackson Mwasasu, kwa kweli amenivumilia sana. Ilikuwa ni wakati wa kuidai barabara kwa nguvu, ilikuwa ni wakati wa kuwakilisha watu wa Mbulu vijijini kwa nguvu, ilikuwa ni wakati wa kupaza sauti yao kwa nguvu, lakini kwa lugha ya picha hapa Dr. alinivumilia. Huyo ni spika wetu, nimpe asante sana kwa kweli alinivumilia. Lakini sio yeye kunivumilia tu, mama naye akasema hapana, hebu Mwigulu njoo, weka hela pale, rudi kule, mambo yakaendelea. Sasa hivi nina furaha kusema barabara nayo imeanza kujengwa, naamini kwamba wataenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, ni muda mzuri wa furaha kusema asante mbele ya bunge hili. Maana ile ilienda maeneo mengi sana, wakasema jamaa huyu vipi? Ile ilikuwa ni kuonyesha lugha ya picha na kuonyesha uchungu wa barabara ile. Najua Mwigulu naye ameniahidi leo kwamba fedha bado usio na wasiwasi, kabla ya bajeti yake atapeleka pesa. Sasa kwa nini mimi nisikubali? Yule mwenye pesa, mwenye pochi kasema atafungua. Rais mwenyewe kashakubali. Mimi mtumishi tu, nyoka wa Mbulu vijijini, na shida gani hapa? Nipongeze, na mimi napongeza na nakubali na kuunga mkono hotuba hii
na bajeti ya waziri mkuu. Asante sana.